Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji ambaye unanitazama, mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia. Ninamshukuru Mungu tena kwa uaminifu wake. Amenipa neema niweze kuzungumza na wewe. Fikiri ni karibu siku 2-3 sijaweza kupanda hapa, lakini ninaamini kwamba kuja hapa ni kwa neema ya Mungu. Siwezi kuja kama Mungu hajanipa kitu cha kuzungumza na wewe. Kabla sijaenda kusoma maneno ya Mungu, basi naomba tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa amani, Mungu mwenye upendo, ninakushukuru sana kwa sababu ya nafasi nyingine ulionipa, na mtu wako ambaye ananitazama na kunisikia umempa hii nafasi. Naomba maneno yako yakapate kuwa taa na mwanga, maneno yako yakawe ni majibu kwetu, katika jina la Yesu, amen. Mtu wa Mungu, nimekuwa nikizungumza habari ya majina, namna ambavyo jina linaweza likawa baraka kwako au lisiwe baraka kwako. Na wale ambao wamefuatilia mafundisho yangu, nilizungumza habari ya Iskari ni punda hodari kwa kitabu kile cha Mwanzo 49 mstari wa 14. Maandiko inasema Iskari ni punda hodari ajilazae kati ya mazizi ya kondoo, akaona mahali paraa kuwa pema na nchi ya kuwa ni nzuri, akainama bega lake lichukue mizigo, akawa mtumishi wa kazi ngumu. Nilizungumza hapo nikafafanua namna ambavyo sasa maisha ya Iskari yanapoenda kuwa magumu kwa sababu ya jina ambalo amepewa Iskari. Sasa leo natamani tuone mtu ambaye anatembea na baraka ambazo ametamkiwa kwa jina. Maana yake alipopewa jina na baraka za Mungu zikaenda naye. Kuna watu ambao wanaishi kwenye unono, si kwa sababu wameomba sana, walishatengenezewa hayo mazingira ya mafanikio katika ulimwengu wa roho. Unajua mafanikio yako kwenye ulimwengu wa roho, aidha ni wa nuru au ni wa giza. Sasa mafanikio ya ulimwengu wa roho wa giza yana muda wake na yana mateso yake, na mwisho wake ni jehanamu ya milele. Lakini mafanikio ya ulimwengu wa roho wa nuru ni mafanikio yaliyo na amani, ni mafanikio ambayo hayatakupa pressure, hayatakupa sukari, ni mafanikio ambayo hayatakupa kugombana na mke wako, kugombana na ndugu zako. Ni mafanikio yanayokuwa baraka hata kwa majirani zako, hata kwenye ofisi yako pale ambapo umeajiriwa, hata kwenye biashara yako. Sasa leo nataka tuwaone watoto wa Yakobo. Tumuone mtoto mmoja wapo ambaye aliitwa Asheri. Kwenye kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 20 peke yake, tuzungumze hilo kidogo. Maandiko yanasema, Mwanzo 49 mstari wa 20, Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Kwa hiyo Asheri hana sababu ya kuomba malango ya chakula. Alishatengenezewa kwenye ulimwengu wa roho juu ya chakula. Maana yake chochote anachokifanya Asheri atafanikiwa. Kwa sababu gani? Baba yake ambaye ni Yakobo alipoona siku zake za kumiminwa, maana yake miaka yake iliyobaki ni michache, aliwaita watoto wake kuwatamkia maneno. Na tunaona alimtamkia Ruben maneno ambayo hatakuwa mkuu, lakini alimtamkia Iskari maneno ya kwamba ataishi maisha ya utumwa. Lakini tunaona katika watoto wake kuna huyo ambaye anaitwa Asheri. Yeye amepata neema ya ulimwengu wa roho wa kwake kutamkiwa maneno ambayo yatakuwa ni baraka kwake, kwamba chakula chake kitakuwa kinono. Maana yake kila atakachokuwa anachokifanya Asheri kitafanikiwa. Mafanikio yake yametoka wapi? Yametoka kwenye kinywa cha baba yake. Kwa hiyo kumbe kuna mafanikio yanayotoka kwenye kinywa, matamko ambayo yanakupa wewe mafanikio, na kuna matamko ambayo yatakupeleka wewe kwenye utumwa. Mfano, inawezekana unafanya biashara na haujajua katika ulimwengu wa roho ni matamko gani yametamkwa kwenye biashara yako, au ni kweli una mpango mzuri na una mikakati ya kufanya biashara kubwa, lakini hauna matamkio ya unono kwenye biashara yako. Maanake unono ni sawa na mnyama ambaye umemfuga, aidha ni ng'ombe au hata ni kuku. Wanapokuwa na afya, maana yake hata wewe mwenyewe ukiwatazama unawafurahia. Iwe unafuga kitu chochote ambacho ni mnyama, atakapokuwa na afya, hata watoto pia wanapokuwa na afya unawafurahia. Sasa hata biashara inapokuwa na afya, maana yake unapofanya biashara unapata kufanikiwa, unaifurahia ile biashara. Sasa huyu Asheri tayari katika ulimwengu wa roho ni mtu wa kufanikiwa, kwa sababu alichotamkiwa na baba yake kimebeba mafanikio. Sasa wakati mwingine inawezekana hujatamkiwa kufanikiwa,
na haujatamkiwa kutokufanikiwa, uko hivyo hivyo tu. Sasa katika ulimwengu wa roho lazima tufahamu kwamba maneno yanaumba, maneno ni roho. Sasa unaweza kuwepo huko mahali, upo kwenye ofisi, lakini huoni mambo yanaenda, huoni unainuliwa cheo, unabaki pale pale. Kwa nini? Mazingira yanayokuzunguka inawezekana kuna matamko umetamkiwa. Mfano, mtu anapokuendea kwa mganga anaenda kukutamkia maneno mabaya. Sasa hivi kuna paka waombaji ambao wanaombaga maombi mabaya. Nilikutana na mtu mmoja amechukua picha, ameiwekea kinyesi. Kwa hiyo anaitamkia neno kwamba kama jinsi kilivyo hichi kinyesi ndivyo na huyu mtu atakavyokuwa. Sasa hii ni nguvu ya maneno. Katika ulimwengu wa roho ukisoma Isaya 7:7 anasema neno hilo halitasimama wala halitakuwa. Kwa nini halitasimama? Sio neno lenye baraka, sio neno lenye heri, ni maneno ambayo yatamkatakata huyu mtu, ni maneno ambayo yatamrudisha nyuma huyu mtu, ni maneno ambayo hayataacha uwe na amani kwenye ndoa yako, hayataacha uwe na amani na bosi wako, ni maneno tu. Sasa huyu ambaye ni Asheri, yeye atakapolima vitunguu lazima avune, atakapolima nyanya lazima avune. Yani huwezi mzuia, huwezi mloga huyu. Kwa nini? Msingi wake ni mzuri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 11:3, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Yani maana yake huyu mtu ni mwenye haki, lakini misingi yake imeshaharibika. Imeharibika wapi? Imeharibika kwenye tamko alilotamkiwa, aidha ni wazazi wake au katika familia ya kwao, uzao wa kwao, ukoo wa kwao, kuna tamko ambalo limetamkwa. Mfano kwa huku Kilimanjaro Uchagani kuna koo ambazo zinajulikana ni koo maskini. Yaani unakuta mtu anakuambia kabisa usioe kwenye ukoo fulani kwa sababu kwao ni maskini. Kuna koo ambazo wana mafanikio. Katika ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo vilitengenezwa. Katika ulimwengu wa roho unapolala usingizi, maana yake unapokuwa Mkristo wa kawaida na sio Mkristo ambaye ni mfuasi wa Kristo kweli kweli, katika ulimwengu wa roho unaweza ukauawa. Inawezekana una akili sana, inawezekana una vyeti vizuri sana vya kufanikiwa, lakini kila unapoenda uone mafanikio kwa sababu hakuna matamko ya unono. Utaona sasa maisha ya Asheri na uzao wake yatakuwa maisha yaliyo na unono, maisha yaliyo na kijani kibichi. Kwa nini? Yametengenezwa na baba ambaye aliitwa Yakobo. Kuna maisha ya watu ambao yalitengenezwa wakiwa matumboni mwa mama yao. Kuna maisha ya watu ambao yalitengenezwa walipozaliwa yakawa mazuri, lakini kuna maisha ya watu yaliharibika wakiwa kwenye matumbo ya mama yao na yaliharibika walipozaliwa. Leo nina neno moja kwako. Tunahitaji kumjua sana Mungu ili katika ulimwengu wa roho uweze kufunuliwa ni wapi tulipokwama. Napenda kusema kitabu cha Yohana 8:32, maandiko yanasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Hauweki huru kwa sababu umeomba sana. Unawekwa huru kwa sababu umefahamu ni kwa nini unapita hapo ulipo. Unajua hata kama umefanikiwa, unatakiwa kujua kwa nini umefanikiwa. Malango ya kufanikiwa kwa kwako yamekaaje? Unapaswa kujua katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo niko mbele zako hapa kukuambia kwamba inawezekana umepita mahali pagumu na hujui kwa nini unapita hapo. Mungu yupo kukufundisha na kukuonyesha kwamba kwa nini unapita hapo unapopita. Na ninamwamini Mungu sana kwamba haijalishi umekwama muda mrefu mahali fulani, kwa kupitia haya mafundisho. Napendaga kusema kuna tofauti ya wanafunzi na washirika. Washirika ni watu wanatimiza tu kwenda ibadani, lakini mwanafunzi anataka kujifunza, anaingia deep kujua. Na mimi naomba hiyo roho iingie ndani yako. Inawezekana pia huna roho ya kuomba, huna mzigo wa kuomba, Mungu akakusaidia uweze kukaa kwenye maombi, lakini zaidi uwe na ile spirit ya kujifunza, na Mungu aliye mwaminifu atafanya jambo kwenye maisha yako. Amen. Acha niombe kwa ajili yako sasa, mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia, mtu wa Mungu ambaye Mungu amekupa neema kwa hiki ambacho Mungu amenijalia kwa neema tu. Acha niombe. Baba, katika jina la Yesu, nimeanena maneno yako. Inawezekana mtoto wako huyu mwema, mwanaume, mwanamke ananisikiliza, inawezekana ni Asheri, ametamkiwa maneno ya baraka ya chakula kinono. Ninaomba hekima na neema yako na uaminifu wako uzidi kwake sana. Lakini inawezekana hajatamkiwa maneno ya unono, ametamkiwa maneno ya ukame, ametamkiwa maneno ya kutesa maisha yake, kuyafunga maisha yake. Basi kwa kupitia hili neno Mungu, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na pale mahali ambapo adui amefungiwa wapi, Mungu Roho Mtakatifu ukaingilie kati, ukamwezesha akapate kujua
pale mahali ambapo amewekewa zuio, hilo zuio likaondoke katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi wa Mungu Frank Mtui, nipo Kilimanjaro hapa kijiji cha Tela. Kilimanjaro hapa kijiji cha Tela. Karibu sana na soko la Kiboroloni. Barikiwa.